utuambie mahitaji yako ya maji kwa dharura. Sasa hivi tuna dharura huku tukingoja mradi mkubwa, tuko na mainjinia kutoka DAWASA mkoa wa Chanika. Na tumeongozana nao kwa sababu wakusikilize wewe na wananchi wetu kero yao ni nini. Lakini mantiki nzima wataweka kitu ambacho ni bomba kubwa watachepusha. Sasa utuambie wewe katika hizo mita 400 ambazo wananchi wako utawaelimisha kwamba tunawezesha ili mwananchi aweze kujiwezesha. Tunarahisisha wakati tukingoja mradi mkubwa kutoka serikali kuu. Kwa hiyo utuambie wewe ni wapi, na kama una visima ainisha hata private, kwa sababu DAWASA wako kwa ajili ya kusaidia hata kwenye vile visima kuweka uwezekano wa kupata maji kwa njia rahisi. Karibu sana mwenyekiti. Kwa ujio wa wageni ambao wameonitembelea kwenye mtaa wetu, kwanza karibuni sana. Na mimi najisikia faraja sana kuja kutembelewa na ugeni. Na hii ni sehemu ya changamoto kwenye mtaa wangu. Moja ya changamoto ni maji. Kwenye hizi hatua ambazo zinazozungumzwa za maji ili mradi kuweza kuchepusha maji, nilikuwa natamani sana na niwaombe sana viongozi wangu. Aidhuru maji yafike sehemu moja hapa tunapaita Kibendera, kwa sababu ndio penye public ya watu walio wengi, yenye area yenye squatter ya watu wengi ambao wana changamoto ya maji sehemu kubwa sana. Area ya huko Aidhuru watu wana uwezo ambao wana uwezo wamechimba visima vyao hata vya maji ambao wanatumia, lakini eneo kubwa ambalo nalo lililia sana ni eneo maji Aidhuru yafike pale tunapoita Kibendera, ambako ndiko tumekojenga kituo cha polisi ambapo kuna huduma ya jamii na watu wengi wako pale. Kwa hiyo niwaombe sana na naendelea tena kuomba, naomba Aidhuru maji yafike pale kwa square mita hizo ambazo zilizopo. Yaani mnifikirie hata kama nipa 200 lakini pale natakiwa kufika 600 au 700. Niwaombe sana mnivumilie kwamba pale ndio penye changamoto ngumu. Wananchi wangu wanakunywa maji ya ovyo kwa sababu wanakwenda kwenye mto ambaye ni Nyamaronda huo ambao wanaenda kuchimba visima sasa hivi wanatumia yale maji kwa sababu ya huduma ya maji huko hakuna na hajafika. Kwa naomba sana viongozi wangu na niwashukuru kwa kunitembelea. Lakini kilio changu naomba leo nikifikishe kwa Mheshimiwa mbunge ambaye ni mwakilishi wa rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuniona mimi mtaa wangu wa Zavara, na Mheshimiwa diwani wa kata yangu, lakini na shemeji yangu diwani wa kata ya Pugu, maana huyu ni shemeji yangu. Karibu sana kwenye mtaa wangu na kwenye mtaa wangu ambao mimi kama mwenyekiti wa serikali za mitaa naukaribisha, lakini viongozi wa DAWASA muweze kusikiliza kilio changu, maana nimekuwa nikipanda shuka kwenye ofisi zenu na leo mmenisikiliza. Naomba muweze kunisikiliza kwenye hilo. Naomba kuwasilisha. Asanteni sana. Na hapo unaposema Kibendera pana umbali gani kutoka hapo? Sio mbali. Kibendera sio mbali sana. Kibendera ni mbele ukizunguka nyuma ya shule kwa pale chini. Tukitembea kuna kahatua kidogo. Kuna kahatua kidogo. Mbunge wangu naomba tu niwe radhi. Tulisema mita 400 toka barabarani na mainjinia wote. Naombeni tuende kwenye tukio. Kwa sababu sisi tunataka kuwafikia wananchi ambao hawana uwezo. Uzuri kata ya Buyuni watu wengi wamechimba visima. Ndio vile ambavyo tutakuja sasa baadaye kuelimisha tuweze kusaidiana kwa pamoja. Lakini kwa hatua ya kwanza ili waweze kujua tunawajali. Na Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa mbunge wangu, wako kwa ajili ya kuwatumikia wananchi hao na mimi mwenyewe diwani wao na jirani yangu. Naomba tufike sehemu husika.